mapenzi ya Mungu, tukitekeleza wadhifa wa mrithi wa Mtakatifu Petro, tunatamani kwa bidii zaidi kutimiza amri ya Bwana, bila mimi hamwezi kufanya chochote. Tazama Injili ya Yohane sura ya 15 mstari wa 5. Ili kanisa katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu mzima, kama vile hija katika mji wa Mungu, tazama Mtakatifu Agustino de Civitate, liweze kustawi kwa wingi kama shamba la mizabibu la fumbo. Kwa hiyo, kwa kuwa ilipendekezwa kwamba jimbo la Shinyanga lililoko Tanzania ligawanywe, jimbo jipya liitwalo Bariadi lianzishwe kutoka hapo. Sisi kwa kukubali maoni ya dikasterio ya uinjilishaji na baada ya kusikia maoni ya kuunga mkono ya wale wanaohusika, tumekubali ombi hilo. Kwa mabadiliko haya, kama sehemu ya upyaisho wa ndani, kanisa nchini Tanzania linachukulia kuwa ni faida kubwa kwa ustawi wa kiroho na umoja katika Kristo kichwa, ambayo tunaothibitisha kwa dhati. Kwa hiyo, kwa utimilifu wa mamlaka na nguvu zetu za kitume, tumeamua kutenga kutoka jimbo la Shinyanga sehemu ya eneo kama ilivyoainishwa kwa sasa na sheria za kiraia, ambapo manispaa zinazojulikana kwa kawaida kama Bariadi mjini, Bariadi, Busega, Kilima, Meatu zitengenezwe na kuunda jimbo jipya litakaloitwa Bariadi, ambalo sasa tunalisimamisha na kulitangaza kwa mujibu wa konstitusio hii ya kitume. Tunaweka makao makuu ya jimbo hili jipya katika mji huo unaojulikana kwa kawaida kama Bariadi, na tunalipandisha hadhi kanisa la parokia lililoko hapo, lililowekwa wakfu kwa Mungu kwa heshima Mtakatifu Luka Mwinjilisti, hadi cheo na hadhi ya kuwa kanisa kuu. Tumeanzisha jimbo la Bariadi kama sehemu ya metropolitani ya jimbo kuu la Mwanza na chini ya dikasterio ya uinjilishaji. Sheria na hati zote zinazohusu jimbo hili jipya na mapadri wake, waamini na mali za kanisa zinapaswa kutumwa kutoka kuria ya Shinyanga kwenda kuria ya Bariadi haraka iwezekanavyo. Mara tu baada ya kuanzishwa kwa jimbo la Bariadi kukamilika, mapadri watachukuliwa kuwa wamesajiliwa katika nafasi ya kikanisa katika eneo wanalohudumu, huku mapadri wengine na waseminari wakibakia au kusajiliwa katika nafasi ya kikanisa katika makazi yao ya asili, lakini mengine yanapaswa kudhibitiwa kulingana na sheria ya kanisa. Ili kukamilisha mambo haya yote, tunamkabidhi mtukuka ndugu Angelo Wakatino, askofu mkuu wa Sabino na balozi wa kitume nchini Tanzania, au ikiwa hayupo, mtu yoyote aliyeteuliwa kwa hadhi ya kikanisa atasimamia shughuli za kiti kitakatifu nchini Tanzania kwa niaba yake, tukimpa mamlaka muhimu na yanayofaa ya kumkabidhi kwa madhumuni husika. Atakamilisha jukumu la kutuma kwa dikasterio ya uinjilishaji nakala halisi ya utekelezaji wa konstitusio mara tu itakapokamilika. Mwishowe, tunatamani konstitusio yetu hii ithibitishwe daima licha ya hali yoyote kinyume chake. Imetolewa Roma katika kanisa la Mtakatifu Petro siku ya 8 ya Januari mwaka wa Bwana 2026, mwaka wa kwanza wa upapa wetu Leo Papa. Baada ya tafsiri hiyo, inafuata sasa sehemu ya utambulisho wa askofu mteule wa jimbo jipya.